hizi ndoa nazo mudiri, hizi ndoa za sura namna hii zina athari gani katika malezi na makuzi ya watoto wetu kwa ujumla? Ndoa zenye sura hii ya watu wanaoingia tu kwenye dini ili wanasilimu ili waowe, wanasilimu ili waolewe, hizi zinaweza kuwa na athari yoyote katika malezi ya watoto wetu tukapata hasara tukija kuzaa na wanawake wa sampuli namna hii, au wanawake nao wakazaa watoto na wanaume wa sampuli namna hii? Wallahi thumma wallahi, katika vitu vigumu sana na swala hili la wanaosilimu. Manake kuna pande mbili za shilingi. Upande wa kwanza ni mtu kaslimu, mwanamume kaslimu, mwanamke kaslimu. Kama mwanadamu anahitaji ndoa, awe na mume awe na mke. Tukisema tusioe wanawake walioslimu, wataolewa na nani? Tukisema tusiwaoze walioslimu, watamuoa nani? Wataishije bila kuwa na familia? Huu ni upande wa kwanza wa shilingi, ambapo kama mtu aliyeslimu kama Muislamu amekuwa kama Muislamu mwingine, naye anahitaji kuoa, anahitaji kuolewa. Lakini upande wa pili ni upande wa madhara. Upande huu ni mkubwa sana. Ni wanawake wengi wameslimu wakaishi na waume ndani ya Uislamu, wakazaa watoto, lakini kumbe alikuwa na malengo yake. Pengine alitaka mali, au alimpenda mume tu. Pengine mume alikuwa na uwezo akampenda, au amempenda tu ule muonekano wa yule mume, kwa hiyo akaslimu kwa kumpenda yule mume. Matokeo yake wanaishi kwenye Uislamu mpaka inakuja fikia wakati sasa tayari amekushazaliwa watoto. Mwanamke huyu anarudi kwenye dini yake, lakini akirudi kwenye dini yake anachukua watoto wote anarudi nao kule. Ishatokea mara nyingi sana. Hata binafsi na mtu wangu wa karibu ambaye ni katika watu wangu, huyu bwana alimuoa mwanamke aliyemsilimisha huko aliko, Mungu amrehemu. Wakazaa watoto wawili wa kike. Bwana akajenga kibanda chake, kaja ikafikia mke karudi kwenye dini yake ya zamani. Washaishi miaka si chini ya 6-7, lakini akarudi kwenye dini ya zamani, halafu akachukua watoto akaondoka nao. Na baadaye tena akarudi kinyume. Anasema hii nyumba tumejenga wote na ni nyumba ya wanangu. Huyo mkeo utakao kuja kumuoa mtafutie pa kumweka, sio nyumba hii. Ikawa ni mgogoro mkubwa mpaka yule bwana alipata maradhi akafariki. Lakini ndani ya kipindi kama cha miaka 4-5 hivi wako katika mgogoro wa yeye kutaka wanawe na mama hataki nao na aenda nao kanisani. Mpaka watoto wamekuwa mabinti wakubwa anakwenda nao kanisani. Mpaka yule bwana anaaga dunia, ameshaoa mke mwingine na akatafuta pa kukaa pengine si pale, kavurumushwa pale. Mpaka aliwahi kunikabidhi swala lake kwamba nijaribu kumshika mkono twende ima kwa mufti au kwa kadhi mkuu. Lakini kabla hatujalitekeleza hilo, ikawa yule bwana amepata na maradhi na amefariki. Na yuko pia mwingine hivyo hivyo, ni wengi. Unaoa mwanamke kwamba amesilimu, mnaishi, baadaye anakugeuka, lakini watoto pia hataki nao, anawabadilisha dini, anakwenda nao kwenye dini yake. Na pia kuna wanaume hivyo hivyo, na hawa mara nyingi wanaume wala hawana muda mrefu. Naweza akaja amesilimu, akajionyesha kwamba yeye ni Muislamu mzuri sana,
kiasi cha miezi 3 mpaka 6 mpaka mwaka, mkamwenda naye msikitini. Kumbe kuna binti ambaye ampangia ramani. Binti yule peleka taarifa kwa wazazi wake, wazazi wakitafuta taarifa ambao bwana Muislamu mzuri tuswali naye. Posa inapokelewa, anapewa binti wa watu. Akishamuoa tu basi hakai naye hata miezi 3 anaanza kwenda naye kanisani. Pengine wakati keshampa ujauzito na kumwambia kabisa kama mimi siwezi kuacha dini yangu na wewe hapa huwezi kuondoka, una ujauzito wangu. Kwa hiyo kama waweza, hutaki dini yangu, kila mtu abaki na dini yake, tuendelee kuishi. Sasa kuna watoto wengine wa kike anaweza kuchukua maamuzi ya kwamba kama ni hivyo basi narudi kwetu. Kina baba mnaotoa huko nje, kina baba mnaotoa msitoke, ingieni upande wa kina mama msali dhuhuri, ingieni upande wa kina mama msali, wale kuna haraka ingieni upande wa kina mama msali dhuhuri. Na tumemalizia tutasali inshallah. Naona ba mtu anarudi kwenye dini yake. Sasa mtoto wa kike mwingine ambaye amekolea vizuri dini anaona kwamba basi hawezi kuendelea na ndoa ile, bora arudi kwao. Lakini mwingine tayari na yeye mume keshampenda, pengine maisha keshayaona ni mazuri kule, dini yenyewe mtihani, akijitizama tayari alipokuja sivyo alivyo, sasa ana ujauzito, anakubali kuendelea kuishi na mume yule. Ima akubali kwenda kanisani au basi kila mtu abaki na dini yake, jambo ambalo pia si sawa. Hakuna dini, hakuna ndoa ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu, tena mwanamke awe ni mke wa asiyekuwa Muislamu. Hilo hakuna hata kwa khilafu. Kwa hiyo ndugu zangu, huu mushkeli ni mkubwa sana, sijui tutafanyaje. Mushkeli wa watu wanaosilimu wakaolewa au kuoa halafu wakarudi kwenye dini zao. Shekhe yeye alichouliza ni kule kutokuwa na yale maadili ya Kiislamu. Afadhali hilo shekhe weza mbadilisha. Akiendelea kukaa kwenye Uislamu anaweza akaja akaelewa, akajaa imani, ukamfundisha akajua. Lakini hurudi hasa kwenye dini yake alokuwa mwanzo. Hicho ndio kitu ambacho kipo. Kwa hiyo mimi nasaha zangu ni kwamba kwanza mtu yoyote ambaye amekuja asema silimu au binti akwambia huyu bwana kaja ataka silimu ili alafu anioe, akthar ndio katika moyo, lakini dhahiri inaonyesha huyu anasilimu kwa ajili ya mke. Na ni hivyo hivyo binti ambaye huyu bwana nataka nimsilimishe, kakubali Uislamu, nimsilimishe nimuoe, akthar hiyo anafuata mume, hafuati dini. Sisi tumsilimishe, sababu hatuwezi kataa kumsilimisha mtu. Tumsilimishe, na tukisha msilimisha tumpe mafunzo ya Kiislamu. Lazima apate mtihani kwanza wa kukaa bila mume bila mke, akiusoma Uislamu. Alafu akausoma Uislamu pia aufuate kwa vitendo. Akishakuwa sasa kaufuata kwa vitendo na muda umepita bado msimamo wake ni ule ule tumeuona, basi wa idha azamta fatawakkal ala Allah, huyo tutawakalini kwa Mwenyezi Mungu, tumuozesheni au tumuoweni. Lakini kwanza lazima tumpe mtihani, lazima tumjaribu. Pamoja na kwamba waweza fanya hivyo, lakini hasa wanaume. Wanawake mara nyingi ni rahisi sana kukata tamaa. Lakini wanaume anaweza akaenda hija, lakini kumbe hana hija, hana lolote, ni muhajiri Ummi Qais. Haweza akafanya hivyo. Kwa hiyo kikubwa sisi hatuwezi kujua yaliyo katika batin, na mtu keshaambiwa ni Muislamu atakandoa, hatuwezi kukataa kumuozesha. Maana kama ni Muislamu kweli tusipomuozesha ataishije? Kwa hiyo sisi kwanza tuchukue tahadhari. Wewe bwana umeslimu, wewe nimeslimu, nataka nimuoe huyu binti, hapana. Kama umeslimu kwanza tukufundishe ujue Uislamu. Tukufundishe ujue haki za mke kwa mume na haki za mume kwa mke. Tukufundishe majukumu yako, namna gani utalea familia. Halafu tuende naye mpaka ikifikia kwamba huyu bwana wesha ni kweli, basi hatuwezi jua leo katika batini tumuozeshe
tumwachie Mungu inshallah. Wabillahi tawfiq.